Mimi naitwa Korumbale Babas kutokea Arusha. Hii ni safari ya mwisho ya mtoto Shabani Sadiki ambaye alikutwa amejinyonga kama sio kunyongwa kwenye nyumba ya jirani, huku taarifa za awali za ndugu zikidai kwamba walivyoenda polisi kwa mara ya kwanza wameelezwa kwamba mtoto huyo kwa mazingira ambayo alikutwa anaonekana kama alikuwa amejinyonga mwenyewe, lakini uchunguzi unaendelea, huku baadhi ya watu wakiwa wameshikiliwa, akiwemo dada aliyemfuata nyumbani na kumuomba aende hapo katika hiyo nyumba ya jirani. Lakini pia ndugu bado wana mashaka kwamba walikamatwa vijana wawili. Kwa nini mmoja alipata dhamana hasa nyakati hizo za usiku ambazo wao wanazieleza? Imani nao kwa sababu sijui yule kijana alitokaje pale polisi. Kuna dhamana ya usiku wa manane. Balozi pasipo kujua wala mwenyekiti. Walitoa wapi hiyo nguvu ya kumwachia mtuhumiwa usiku wa manane? Tafadhali naomba wahusika, yani kila anayehusishwa kwenye hili hapa, naomba haki itendeke. Yani sitaki kusikia nani katoroka nani katoroshwa. Serikali ipo na ilikuwepo kwa sababu ya watu kama sisi. Kwa nini wanyonge tunafanyiwa hivi? Leo mimi naitwa Eric Tunga, ni mwenyekiti wa Boma la Siara. Leo asubuhi tulikwenda polisi kwa ajili ya kufuatilia kilichotokea usiku wa Jumamosi kuamkia Jumapili, baada ya mtoto kukutwa amekufa kwenye mazingira kidogo ya kutatanisha. Basi leo ilibidi tukafika kituo cha polisi ili tuweze kujua kwamba polisi wamefikia wapi. Bahati mzuri sana tulikutana na afande Maita OCCID, tukafanya naye mazungumzo, lakini kiukweli Maita anasema kwamba yeye ndio wa kwanza kufika kwenye eneo la tukio hiyo siku ya tukio lenyewe. Ni kweli alichukua mwili ambao ukiutazama ni kama mtu alikuwa amejinyonga, lakini leo kidogo angalau tukamwambia basi kama mtu wetu alijinyonga, hebu tuambie mazingira yale, ni nani ambao ameshakamatwa, imekuaje. Lakini baadaye akasema walikuwa nayo Ausigeli ambayo siku ile alikuwa kwenye eneo la tukio peke yake na walikuwa wakiendelea na mahojiano naye, lakini tukaendelea kuwa na mashaka kwa sababu mazingira yale kidogo yana utata. Tukamwambia bana, sasa sisi tuko tunaomba pengine kama inawezekana mfanye uchunguzi zaidi kwa sababu haya mazingira kidogo yanatupa utata. Akasema ni vizuri mkafanye postmortem. Mkifanya postmortem mtagundua ukweli. Basi tukaanza taratibu mchakato wa kwenda kufanya postmortem, tukaenda mahakamani, baadaye tukampata daktari, basi tukaenda kufanya postmortem. Kwa taarifa ya daktari, alisema yeye anachoweza kueleza ni kwamba marehemu alikufa kwa kukosa hewa, lakini kwa kwamba alinyongwa au alijinyonga, yeye hawezi kutoa taarifa hiyo. Wanaojua ni polisi. Tulivyojaribu kuhojiana na mapolisi, basi wakasema wao wanachojua ni kwamba kijana yule alijinyonga. Basi tukao tumeondoka katika mazingira yale, lakini kiukweli sisi kama familia hatujaridhika sana na maelezo yale ambayo kwa kweli tulipewa. Maana tulivyojaribu kwenda zaidi, alitaka pengine tufanye upasuaji tuangalie, kwa sababu ukitazama kwa maelezo ya daktari asema koromeo ilivunjika. Lakini akasema ili muweze kama mtapenda kujiridhisha zaidi, basi pengine afanywe upasuaji, aangaliwe kwenye koromeo, lakini waangalie na kuna organ moja hivi alisema kwamba pengine akichunguzwa pengine anaweza kupatikana majibu zaidi. Lakini baadaye kwa kweli tuliondoka kwa shingo upande kwa kiasi fulani. Imani nao kwa sababu sijui yule kijana alitokaje pale polisi. Kuna dhamana ya usiku wa manane. Balozi pasipo kujua wala mwenyekiti. Walitoa wapi hiyo nguvu ya kumwachia mtuhumiwa usiku wa manane? Tafadhali naomba wahusika, yani kila anayehusishwa kwenye hili hapa, naomba haki itendeke. Yani sitaki kusikia nani katoroka nani katoroshwa. Serikali ipo na ilikuwepo kwa sababu ya watu kama sisi.
Kwa nini wanyonge tunafanyiwa hivi? Leo mimi naitwa Eric Tunga, ni mwenyekiti wa Boma la Siara. Leo asubuhi tulikwenda polisi kwa ajili ya kufuatilia kilichotokea usiku wa Jumamosi kuamkia Jumapili, baada ya mtoto kukutwa amekufa kwenye mazingira kidogo ya kutatanisha. Basi leo ilibidi tukafika kituo cha polisi ili tuweze kujua kwamba polisi wamefikia wapi. Bahati mzuri sana tulikutana na Afande Maita OCCID, tukafanya naye mazungumzo, lakini kiukweli Maita anasema kwamba yeye ndio wa kwanza kufika kwenye eneo la tukio hiyo siku ya tukio lenyewe. Ni kweli alichukua mwili ambao ukiutazama ni kama mtu alikuwa amejinyonga, lakini leo kidogo angalau tukamwambia basi kama mtu wetu alijinyonga, hebu tuambie mazingira yale, ni nani ambao ameshakamatwa, imekuwaje. Lakini baadaye akasema walikuwa nayo Ausigeli ambayo siku ile alikuwa kwenye eneo la tukio peke yake na walikuwa wakiendelea na mahojiano naye, lakini tukaendelea kuwa na mashaka kwa sababu mazingira yale kidogo yana utata. Tukamwambia bana, sasa sisi tuko tunaomba pengine kama inawezekana mfanye uchunguzi zaidi kwa sababu haya mazingira kidogo yanatupa utata. Akasema ni vizuri mkafanye postmortem. Mkifanya postmortem mtagundua ukweli. Basi tukaanza taratibu mchakato wa kwenda kufanya postmortem, tukaenda mahakamani, baadaye tukampata daktari, basi tukaenda kufanya postmortem. Kwa taarifa ya daktari, alisema yeye anachoweza kueleza ni kwamba marehemu alikufa kwa kukosa hewa, lakini kwa kwamba alinyongwa au alijinyonga, yeye hawezi kutoa taarifa hiyo. Wanaojua ni polisi. Tulivyojaribu kuhojiana na mapolisi, basi wakasema wao wanachojua ni kwamba kijana yule alijinyonga. Basi tukao tumeondoka katika mazingira yale, lakini kiukweli sisi kama familia hatujaridhika sana na maelezo yale ambayo kwa kweli tulipewa. Maana tulivyojaribu kwenda zaidi, alitaka pengine tufanye upasuaji tuangalie, kwa sababu ukitazama kwa maelezo ya daktari asema koromeo ilivunjika. Lakini akasema ili muweze kama mtapenda kujiridhisha zaidi, basi pengine afanywe upasuaji, aangaliwe kwenye koromeo, lakini waangalie na kuna organ moja hivi alisema kwamba pengine akichunguzwa pengine anaweza kupatikana majibu zaidi, lakini baadaye kwa kweli tuliondoka kwa shingo upande kwa kiasi fulani. Sikiliza bana, hebu tafuta duka ambalo unajua utapata mabati yasiyopauka bana.